watu wa madini kama wanavyosema wanatoa leseni kweli kwa wazawa, lakini mtu mmoja anapata leseni zaidi ya 10 na kwa maeneo tofauti, mpaka wakati mwingine wanaingia hadi kwenye mashamba ya watu. Unalima Mheshimiwa Waziri Mkuu, unaambiwa hapa kuna PL ya mtu. Sasa unashindwa kuelewa, mimi ndio mwenye shamba, alafu naambiwa napolima tayari kuna PL ya mtu. Na sheria za madini, mtu mwenye PL anakuwa na nguvu kuliko mmiliki wa shamba. Ndio matatizo yapo vijiji vya mbele kwa majirani zetu hapo Mtisi, Magula na kwingineko. Changamoto ziko hivyo hivyo. Sasa ni kwa sababu ya muda kujapata nafasi ya kuzungukia vijiji vingine, wamekupa changamoto nyingi zaidi kwa wanaoasa wa madini. Kwa mambo yako hivyo, na watu wakienda kulalamika kwa viongozi, wanaopewa favor ni wale wanaokuwa wanamiliki leseni. Labda sijui, nisiseme labda kumsemea mtu uongo, labda kuna vitu wanatanguliza ndio maana wanakingiwa. Na baadhi ya viongozi wetu na watendaji wetu wa serikali hawafanyi kazi zao kwa weledi, ndio maana tunafika hapa tunapokuwa tumefika. Ndio maana wananchi wanafikia mahali wanasema wanaichukia serikali. Sio kweli, ni kwa sababu ya watendaji wabovu wa serikali wanaochaguliwa na rais, ambaye sisi wananchi kwa kura zetu tumemwamini na tunaamini anayemchagua kuja kutusimamia naye ni mzuri, kwa sababu aliyemchagua sisi tumemchagua. Shida iko kwa watendaji. Bili na watendaji, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haya mambo yatakaa sawa. Mimi nitaongelea upande wa athari za hapa kijijini. Kwanza alipoongelea kuhusu machimbo, kuna athari kubwa wanapochuja kemikali yao. Kuna mto huu, wanamwaga yale masumu kwenye mto, samaki zinakufa, watoto wetu wanaenda kuogelea hapo mtoni. Kuna athari gani zitakuta ndani ya miaka 5 mbele? Hilo naomba ulifanyie kazi. Daraja hili lina urefu wa mita 55 na limejengwa kwa ushirikiano wa fedha za serikali pamoja na Benki ya Dunia, ambapo gharama yake ni bilioni 9.1 na limejengwa na mkandarasi mzawa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unavyoona hapa, anaitwa Mselem Civil Engineering. Huyu mkandarasi yuko mkoa wa Rukwa, lakini alipata kazi hii katika mkoa wa Katavi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu umetekelezwa kwa miezi 14 na ulianza tarehe 27 Novemba 2024 na umekamilika tarehe 26 Januari mwaka 2026. Na hivi sasa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuko kwenye kipindi cha matazamio cha miezi 12 ambapo tutaendelea kuangalia ubora wa mradi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi umekamilika kwa 100% na mkandarasi ameshalipwa karibu fedha zote ambazo ni bilioni 8.7. Zilizobaki ni fedha za retention ambazo tuendelea kuzishikilia kwa ajili ya kuangalia ubora wa kazi. Ambao kwa kweli nikiangalia kadaraja kalikokuwepo na daraja hili hapa pana badiliko kubwa sana. Hili ni jambo kubwa ambalo linakwenda kubadilisha historia kuhusu usafiri kupitia katika mto huu. Na kwa hili la daraja tumpongeze sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni daraja ambalo limeweka tofauti na lile lililokuwepo la awali. Lakini pia tumeona na barabara, sehemu ambayo ilikuwa na kona kali sasa imenyoshwa. Na Mheshimiwa Naibu Waziri ametuambia kwamba yako madaraja ya aina hii mengi ambayo yametengenezwa. Hii yote ni kwa ajili ya kuokoa maisha ya Watanzania katika maeneo ambayo yalikuwa yanaleta shida. Mkuu wa mkoa amenisimulia kwamba kuna siku walikwama upande wa pili kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 7 usiku. Hiyo ni taarifa moja tu. Kwa hiyo zitakuwepo taarifa nyingi za wananchi zinazohusiana na jambo hili.